Mechi imetamatika, Dodoma Jiji FC dhidi ya Dar es Salaam Young Africans. Ukisikia kujikaanga kwa mafuta yako mwenyewe ndo kama hivyo. Bakari Nondo Mwamnyeto ameibuka mchezaji wa kuzungumziwa mechi ya siku ya leo na lawama tele baada ya magoli mawili akihusika katika kusababisha Dar es Salaam Young Africans kupoteza kwa magoli 3-2 dhidi ya Dodoma Jiji. Yes, tunaanzia wapi? Tunaanzia goli la Bakari Nondo Mwamnyeto ambalo alijifunga. Ilikuwa ni katika harakati za kuokoa mpira, akakuta tayari ameujaza mpira kambani, kitu ambacho tunajua ni makosa ya kimchezo na yanatokea, ni binadamu, na magoli kama hayo yanatokea mara nyingi. Tunaona mabeki wakiwa katika harakati za kuokoa mpira wanakuta wameingia katika latia kama hizo za kujifunga, na haijatokea mara moja na ilichukuliwa ni sehemu ya mchezo, wengi walisamehe. Lakini tumeona paniki ya Diarra akashindwa kuendelea na mpira. Inaaminika kwamba ni sababu kama hiyo ya kutokuridhika, pengine Diarra akatoka golini, tukamwona golikipa Masalanga ameweza kushika nafasi ya Djigui Diarra, na mwisho wa siku tunaona tena makosa ya namna ile ile. Nirudi kwa Bakari Nondo Mwamnyeto ambaye yeye ni mwanadamu. Baada ya lile goli ambalo la kujifunga, mimi naamini kwamba kuna namna ambavyo ilimchukua kimchezo kujifunga. Sasa mpira umekuja namna ile, umemface direct mbele, kuna wachezaji wa timu pinzani wasiopungua 2-3, kwamba angeweza kupunch mpira mbele, labda kuokoa kwa kichwa kwa kimo ambacho alikadiria, akaona pengine anaweza kusababisha hatari nyingine. Iza akipiga kichwa anaweza akajifunga tena au akasababisha hatari mbele. Akaona njia salama ambayo kwa sababu ilikuwa ni mpira mdogo na ni wa kawaida, ainame ampishe golikipa, utakuwa rahisi kwa golikipa. Lakini ukiangalia golikipa yule sio Diarra ambaye mara nyingi anazungumza na mchezaji wake kabla ya tukio. Djigui Diarra hapa na imani anamwambia, "Oya, hiyo niachie." Anamwachia pale, "Au hiyo save hiyo." Wanakuwa na mazungumzo. Sasa kulikuwa hakuna mazungumzo mazuri kati ya golikipa na Bakari Nondo Mwamnyeto. Kwa sababu Mwamnyeto alivyoachia alifikiri kwamba itakuwa rahisi kwa golikipa kuweza kukamata mpira ule, lakini haikuwa bahati, ikawa ndivyo sivyo. Mpira ukaenda kwenye near post, ikawa ni goli. Kwa hiyo naweza kusema kwamba Bakari Nondo Mwamnyeto goli la kwanza lilimwathiri kwa goli la pili, lakini goli la dakika za mwishoni la Waziri Junior ni goli ambalo naweza kusema ni makosa ambayo imeyafanya mabeki na ujanja wa mfungaji wa goli hilo. Hata ukiangalia goli ambalo amekuwa mtulivu kweli kweli, alijua ni dakika za mwisho, alijua yuko peke yake, kuangalia nyuma ameshaacha mabeki walizubaa, naweza kusema ni kuzubaa ile. Akatulia, akawa mtulivu, kafunga goli zuri tena kwa hali ya ustadi, kwa sababu kama alipiga kama baba fulani hivi, alipiga pembeni ile. Unajua magoli ya namna hiyo ni namna moja kati ya magoli mazuri na ya kuvutia kidogo. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba Bakari, tunaweza kusema kwamba ilikuwa siku mbaya kazini kwa upande wa Bakari Nondo Mwamnyeto. Lakini tunamuona Starboy Alan Okello, kama leo hii Yanga ingeweza kuibuka na ushindi, basi angekuwa tunaweza kusema ni man of the match, na kuna namna fulani angeimbwa sana kwa siku hii ya leo kutokana na namna ambavyo amefunga magoli. Ni magoli mazuri na ana utulivu wa namna yake. Kwa hivyo ni mara nyingine tena Dar es Salaam Young Africans walikuwa na unbeaten, na sasa hivi ile bana unbeaten imekwisha. Yes, unbeaten imekwisha. Na hii inaashiria nini? Ni kwamba wanazidi kumkaribisha mpinzani wake ambaye ni Simba Sports Club. Walikuwa wamepishana tu pointi kadhaa, sasa hivi na nafikiri ni gap la pointi 3 kama sio 2, wameshapishana tayari baada ya kupoteza mechi ya leo. Simba kesho wana kibarua kingine dhidi ya Mashujaa. Ni mechi ambayo sio nyepesi, ni mechi ngumu. Kwa hiyo pia tutarajie chochote kitu katika mechi hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba. Haijaisha mpaka iishe, ni mwishoni mwa ligi, lakini lolote linaweza kutokea. Kwa gepu wamezidi kupunguza Dar es Salaam Young Africans, lakini kitendo cha kumfukuza kocha leo hii, tunaona kocha ametoka kupokea tuzo ya kocha bora wa mwezi. Lakini ni kitu cha tofauti kidogo. Kocha Pedro anapata tuzo ya kocha bora wa mwezi ingali ya kuwa tayari kibarua chake kimeota nyasi. Hii ni ishara gani? Kwamba bodi imemtambua kwamba ni kocha mzuri, ana uwezo, na ndio maana amemtunuku tuzo hiyo. Lakini mabosi zake wamemuona kwamba hakuwa na uwezo wa kuitumikia Young Africans,
hakuwa kocha ambaye anakizi kwa wakati huo, na aliona kwamba hawezi kumfikisha sehemu ambapo walikuwa wanahitaji, wakamtimua. Sasa kuna picha ambayo tunaiona hapa. Pedro baada ya kupokea taarifa hiyo, ilikuwa ni mchana, akapewa tuzo yake. Baada ya kuona, tunaona baada ya Yanga kufungwa, Pedro ndo anaposti. Ni nini ambacho nataka kumaanisha hapa? Pedro amezungumza maneno makubwa sana pasipo kutoa sauti yake, pasipo kuzungumza, lakini ni lugha ambayo ameitumia kufikisha ujumbe. Mmefungwa, lakini nimechukua tuzo ya kocha bora wa mwezi, ingalia kuwa sipo kazini, nimefukuzwa kwa kuwa sijafanya vizuri. Umeona mabosi zake wanamuona hajafanya vizuri, lakini bodi imemtambua kwamba ni kocha bora wa mwezi. Kwa kuna mkanganyiko hapo. Hapa kuna maswali pia kujiuliza. Wa kufukuzwa sasa hivi ni kocha aliyemaliza, aliondoka unbeaten, ama kocha ambaye amefungwa? Sasa hivi tayari kocha Mwalin ana kazi kubwa ya kufanya baada ya mechi kadhaa. Ni mechi ya pili hii anakuja kufungwa. Ingalia kuwa kocha Pedro ni mechi nyingi sana mpaka hapa ameondoka, ameacha timu katika nafasi ya kwanza akiwa amempita mpinzani wake alama kama 5. Amefikisha timu katika hatua ya finali kombe la Muungano Cup. Yes, ameweza kutoka suluhu na mpinzani wake ambaye ni hatari zaidi, Simba Sports Club, lakini kapoteza mechi moja ambayo ilikuwa ni ya finali. Ni kitu ambacho tunaweza kusema tuna heshima kipekee ambayo tungekuwa tumpe na pongezi, lakini kwa upande wa mabosi wake wakaona kwamba hakuwa kocha mzuri, wamemtimua, akaleta kocha ambaye wanaamini anaweza kufikisha sehemu ambapo alikuwa anapataka. Lakini leo hii wameweza kupoteza dhidi ya Dodoma Jiji, ingalia kuwa bado kuna mechi ngumu zinakuja mbeleni. Tunaweza kusema kwamba mpira una matokeo katili, na hivyo ndivyo imekuwa kwa Dar es Salaam Young Africans ambao tayari wamepunguza ile kasi yao ya ubingwa. Hatumaanishi kwamba hawana nafasi ya kuchukua ubingwa, hapana, ni kwamba wamepunguza kasi ya ubingwa, kwa sababu hata Simba yenyewe huwezi guarantee, kwa sababu ni timu ambayo mara zote inakupa matokeo ambayo hayatabiriki. Kwa hiyo kwa hivi karibuni kweli tunaona Simba ikiwa na matokeo mazuri kiongozwa na Chama, lakini bado ni timu ambayo haitabiriki kwa matokeo yake, haswa kwa timu ambazo zipo nje ya Dar es Salaam. Viwanja vya mkoani wote tunavifahamu, kwa hali halisi na wachezaji ambao wapo, pengine tunaweza kutarajia chochote siku ya kesho. Ni yapi maoni yako kuhusiana na mechi hii ya leo, Dar es Salaam Young Africans dhidi ya Dodoma Jiji, ama Dodoma Jiji dhidi ya Dar es Salaam Young Africans, uwanja wa Airtel kule Singida? Mimi ni Steven Kamil na hii Spruce Online TV. Hivi basi usiache kusubscribe, kulike, comment na kushare ili wa kwanza kupata update na makala.